Naam bwana, ndugu mpenzi msikilizaji, popote pale ulipo umekaribishwa katika kipindi hiki, na leo ikiwa ni tariki 21 mwezi wa April mwaka 2026. Na kusalimu popote pale ulipo, haijalishi unapatikana katika maeneo tofauti, lakini sisi tukiwa barani Afrika, mashariki mwa Kongo, Kivu ya Kusini, ndiko ambako kituo hiki cha habari kinachoweza kupatikana. Hii ni Reality Mambo TV. Kituo cha habari ambacho kina jukumu ya kukupasha wewe na kukufuatilia. Basi ikiwa wewe hujajiunga kwenye kituo hiki cha habari, umekaribishwa na kuweza kujiunga, hata kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu katika muda mwafaka. Na kuja kukupasha kutokana na hali ya usalama ambayo inaendelea mashariki mwake DRC, hususan kabisa katika Kivu ya Kusini. Ndugu mpenzi msikilizaji, fuatiliana nami mwanzo hadi mwisho kutokana na hali ambayo utakwenda kuongelea maeneo ya Bichaka, Minembwe na hata huko Point Zero. Ni katika nyanda za juu, Fizi, Mwenga, Itombwe. Hali ambayo inazidi kuendelea huko na mauaji ambao umezidi kutendeka huko kutokana na mapambano makali ambayo yanaendelea huko juu. Na hivyo kuweza kabisa kuripotiwa watu 8 kuweza kupoteza maisha na wengine kujeruhiwa. Na hata kabisa ni kutokana na mapambano ambayo yaliweza kuripotiwa hapo Jumapili tariki 19 mwezi huu na mwaka huu wa 2026. Basi na hivyo hata kabisa hapo jana tariki 22 kundi la Sendisop kuweza kabisa kutangaza na kuweza kujulisha umma ya kimataifa na kitaifa kutokana na hali ambayo inaendelea huko kwenye nyanza za juu. Basi fuatiliana nami mwanzo hadi mwisho na nikupashe pia habari za huko Uvira ambako hali ilizorota hapo jana usiku tariki 20 katika maeneo ya Kamvimvira huko Kilomoni. Ungana nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki upate kufaidia mengi. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, baada ya mtasari wa habari, na basi sasa kabisa na nikuanzie habari kamili. Nikuonyeshe mara ngapi ya kwamba uko kwenye nyanza za juu za uko Fizi, Mwenga, Itombwe, ambako mapambano yanaendelea kujiri zaidi kati ya waasi wa FCM23 Red Tabara Twirwaneho kuweza kupambana dhidi ya majeshi ya Kongo ikiwemo wazalendo na jeshi la FARDC, na hivyo kabisa kuweza kuendelesha mapambano makali huko kwenye nyanza za juu, na lakini kabisa kuweza kuleta maafa makubwa na ndege ambazo zisizo na rubani za waasi wa FCM23 Twirwaneho Red Tabara kuweza kabisa kuleta maafa makubwa kwa raia ambao wanapatikana kwenye nyanza za juu. Basi nikumbushe na kukuonyesha ya kwamba hali hiyo inaendelea kabisa kuzorota kwenye nyanza za juu na kuweza kabisa kuonyesha hali mbaya na wasiwasi mkubwa kati ya wananchi au wakaji wanaoishi kwenye nyanza za juu huko Mwenga, Fizi, Itombwe. Kutokana na hali ya huko Minembwe na mapambano ambayo yanaendelea kuzidi huko, kundi la Sendisop alikukaa kimya kabisa likavalia jambo hilo njugu na kuweza kutangaza ikiwa muungano wa wanyonge katika Kivu ya Kusini, ikiweza kuonyesha hali na kusema ya kwamba inajulisha umma ya kitaifa na kimataifa kwamba kufuatia vitisho vya M23 katika jimbo la Kivu ya Kusini, hasa katika nyanda za juu za Uvira, Fizi, Mwenga, kutokana na hali ya ukosefu wa usalama unaoendelea katika maeneo haya, kina mama, wasichana na vijana wetu wanateswa sana kila mahali. Fedha, simu na mali zenye thamani zinaibiwa njiani na watu wengine wanauawa katika mazingira yasiyoeleweka. Na hivyo kundi hilo likiweza kupendekeza ya kwamba tunaomba serikali ya Kongo itumie ndege zisizo na rubani kila mahali ambapo waasi wa FCM23 wanapatikana, kuunda eneo la 3 la ulinzi uko Uvira, kuwapa risasi na vifaa vya kijeshi wazalendo wa kweli
ili kusaidia taasisi za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Hiyo ilikuwa ni julisho la kundi ya Sendisop. Lakini hivyo, kutokana na maafa hayo yakiweza kuripotiwa na kuonyesha mara ngapi ya kwamba wakahaji huko waliweza kufa watu 8 ambao wameweza kuripotiwa na wengine hata kuweza kujeruhiwa. Hali hiyo inaweza kuleta utata mkubwa sana na kuweza kuleta maswali mengi kabisa kati ya wananchi na kuweza kujiuliza mara ngapi kwa nini jeshi la Kongo aliwezi kutumia ndege zao zisizo na rubani, na japo wao wanazo zote zinaenea vifaa vyao kuweza kupambana dhidi ya wahasi wa FCM 23 Red Tabara Twirwaneho kwenye nyanda za juu huko. Hali ya usalama inaendelea kuzorota siku kwa siku kwenye nyanda za juu, na hivyo kuweza kuwafanya hata watu kuweza kupata maafa na kuweza kabisa kuona hali ambayo ya kiusalama na hususan kabisa hali ya ubinadamu kuweza kunyanyaswa nao wahasi wa FCM 23 Red Tabara Twirwaneho. Basi hayo yote ikiweza kuleta utata, na mara moja kabisa ni kuonyesha kwamba katika vijiji tofauti maafa yaliweza kuripotiwa, ikiwemo maeneo ya Bichaka, Pwenzero na hata huko maeneo ya Minembwe. Ndugu mpenzi msikilizaji, basi sijakuachia hapo, na mara moja na tujelekeze katika mji wa Uvira ambako kuliweza kabisa kuripotiwa hali ya usalama kuzorota, ikiwa hapo jana Jumatatu tariki 20 na mwezi huu wa 4 mwaka wa 2026, ambako umeweza kuripotiwa hali ya usalama kuzorota na milio ya risasi kuweza kusikika katika maeneo ya Kavimvira huko Kilomoni. Ni katika Kivu ya kusini mashariki mwa Kongo, ambako na hivyo kabisa kuweza kuonyesha hali ya ukosefu wa usalama, na hata mkuu wa MCLA, kundi la vuguvugu la rahia katika mji wa Uvira, Bwana Mfariji aliweza kulivalia jambo hilo njugwa na kuweza kulingilia kati na kuweza kudai pia hata kurudisha tena hali ya kulala rondo katika maeneo ya Uvira ili kwamba hali ya usalama ipate kuwa salama salamini. Akiweza kulingilia jambo hilo kati na kuweza kulizungumza ikiwa wazi zaidi. Ni Alfonso Mfariji wa MCLA, napiga simu yangu nikiwa nyumbani Kavimvira. Tunashukuru Mungu kuona mwanga wa leo. Hofu ni kwa wenzetu ambao wanakuwa Kilomoni, Proje, ambao wanakuwa ndani ya maji vila mtazamo wote wa serikali. Ndio, habari mpya ni kutokana na leo na mauaji ambao tuko tunaishi Uvira. Unasikia wapiga mtu masase Kavimvira, wapiga mtu masase Kalundu, balogota maiti. Ile hali inatuogopesha. Na sisi tulienda kuelewa ya kwamba leo bunduki ziko mingi zinazagara, na hatujui nani mwenye anachukua bunduki kwa nia njema na nani anachukua bunduki kwa nia mbaya. Na ndio kwa maana tulienda kuomba kwa viongozi waende kurudisha maaktivite za misako ili wajue nani mwenye anachukua bunduki kwa malengo mazuri na nani anachukua bunduki kwa malengo mabaya. Na kama leo tuko na vijana wetu ambao ni wazalendo wanashimama juu ya kupigania mwingine, tuko na maskari na kuna kwao si wa vijana ambao ni wako na mabunduki juu ya kuharibisha usalama wa mwingine. Na ndio kwa maana tunasema kwamba ingekuwa heri maaktivite za misako zianzishe ili wajue nani mwenye anachukua mwenye iko na bunduki kwa ajili ya manyanga. Ile tunaomba kwa viongozi na waza tushawaandikia. Na pia ya pili tunalomba huko jikuta leo mtu anaanza jipermeti wanapiga mtu mwaveni, wanapiga mtu mwaveni masasi na tutayua na kwenye alipitia. Tunaenda kuambia kwa viongozi na lorke zamani vile havikuwaka. Tunaenda kuambia kwa viongozi waangalie namna gani gisi ya kuacha tena rondo irudie. Paske zamani walikuwa kipiga mtu Kavimvira, walikuta wanaongea kwa Motorola, warugengea na kontrolea alikimbia hivi na ule mtu anapatikana. Sadiri tunajua usalama wetu, tunalomba vitu viwili, tunalomba rondo ianze na tunalomba wakuu viongozi wafanye mamisako juu ya kujua wanani ambao wako na mabunduki manyumba zao kwa ajili ya kuyumbisha usalama. Ya pili, Bwana Omari, naenda kushukuru ya Uvira paske unajua
kisha M23 kufika hapa, projet za PFCGL zilienda kushimama ya kutengeneza Port Kalundu, ya kutengeneza mabiro za kisasa za kufrontier, za kutengeneza nani ya Kagando, marché transfrontalier ya Kagando, zilienda kushimama. Mais inapita deja 2 semaines 3 semaines, tulienda kuandikia ministre Julien Paluku ambaye ni ministre wa commerce, kumuonesha kwamba leo Uvira pako même climat ambayo inaruhusu zile kazi zirudishwe na ile maprojekti zipendelea ziende ingine fasi. Tunashukuru vraiment parce que kisha ministre kupata barua na malalamiko kwa viongozi na kwa mtu yote ambaye alilalamika juu ya hizo projet, juzi kwenye kikao ambacho kilifanyika kwenye meri, ambacho kilikutananisha wakuu viongozi wa guvernora, ambaye gouverneur alikuwa represente na ministre wa infrastructure, ministre provincial wa Mindumino na ekipe ya PFCGL, walienda kudeside kwamba zile project zitaendeshwa muda si mrefu. Vraiment tunashukuru na tunaomba ile decision ambayo ilikamatika itimilike, parce que sisi tunapenda tuone kazi narudishwa. Jua nini zile project zitaenda kufera engager plus ya 1000 jeunes watoto wa Uvira, ni watoto wa Uvira, na kisha zile project kuisha, faida ambazo zitachangia kwa maendeleo ya Uvira. Ndio kwa maana tunabakia debu kuendelea kulalamika juu kuona zile project zinaanzishwa. Kwa mwisho ni kuendelea tu kulalamika juu ya problema ya PC Kavimvira huko kwetu Kavimvira. PC nasumbua watu na tunashangala sana. Leo tuko na maorganization ambazo zinachungaka watu wapelekewe na mai, tunachungaka watu wanakuwa mshida, ndio tunawaletea msaada. Kwa nini leo PC nalomba tu kuchimba ipate shimo, na kama uwezo iko wanaitengenezea vibambazi, ni seina affaire ya masase 50 metres. Sasa 50 metres donc kuanzia kukavu limbo mpaka kisha nafika kuchini kunyangara. Leo pisisha kaleta mchanga inakuwa yulu, hakuna tena shimo. Ndio tuko naambia wa mashirika za kiutu na pia serikali yetu, paske serikali yetu ndio inapaswa kukamata maresponsabilite yake mikono. Kama leo tuko nalalamikia mashirika za kiutu, ni kutokana ile serikali apende kukamata mambo yake mikono. Basi ndugu mpenzi msikilizaji, baada ya hayo niweze kukupasha ya kwamba na hivyo imeweza kuonyesha jambo la mashariki mwa Kongo ya kwamba hali inaendelea kuzorota. Hajalishi wahasi wa FCM 23 waliweza kuondoka katika mji wa Uvira na kurudi nyuma, lakini hivyo tena kuweza kudai ya kwamba wataweza tena kushika mji wa Uvira. Na nikumbushi ya kwamba katika hali ya usalama mashariki mwa Kongo imefanya mambo mengine kutokuendelea salama salamini, na hata wasafiri kutokusafiri kwa katika hali ya moyo kutulia. Nikuonyeshe ya kwamba tumefika mwisho wa kipindi hiki, ndugu mpenzi msikilizaji na mtazamaji. Hii ni Reality Mambo TV. Ulikuwa nasi mwanzo hadi mwisho, lakini ninakuomba kuweza kuwagawia watu wengine. Ikiwa kwamba wewe haujaweza kujiunga, basi uweze kujiunga na kuweza kubonyeza alama ya kengele ili unapata habari zetu katika muda mwafaka, na hivyo hata kabisa kuweza kuwatumia watu wengine wapate kufaidia kama jinsi unavyoweza kufaidia. Tunapatikana mashariki mwa Kongo DRC, mashariki mwake katika Kivu ya Kusini, ndiko ambako kituo hiki cha habari kinachoweza kupatikana. Basi tuungane tena katika wakati mwingine. Asante.